Huu ndio undugu, na huku ndio kuguswa hasa na jambo linapotokea, sio ule watu wanapopata tatizo wengine wanafanya ni mtaji wa kisiasa. Na hawa watu hata hawajifunzaji, hawajuagi kwamba hilo ndio linalosababishaga wasishinde, ndio maana hawashindaji. Watu wakipata tatizo wao wanafanya mtaji. Watu wakipata tatizo unatakiwa uende kutoa msaada, umnusuru kwenye tatizo. Sio mtu akipata tatizo wewe unakimbilia kupiga picha ili utukane. Badala umnusuru maisha yake, wewe unakimbizana kupata picha nzuri, mwenzako yuko kwenye tatizo. Mawazo ya kitumwa kabisa hayo. Mawazo ya mtu aliyekombolewa, unapeleka suluhisho, unapeleka msaada wa kibinadamu. Na haya mambo ambayo yanakuja yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi yanatokea popote pale, yanatokeaga mpaka kwenye zile nchi zilizoendelea. Yanaweza kutokea mafuriko, yanaweza yakatokea tetemeko, yanaweza yakatokea ya upepo na mengine ya aina hii. Hili si jambo la kufanya huu ni mtaji wa kisiasa na wenyewe. Uliowaona ni familia hizi nyumba kaya 150. Nimemuita kamishna wa ardhi, yuko pale nyuma. Yule ndio kamishna wa ardhi wa Morogoro, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hapa naye amenithibitishia kwamba hii taarifa ya 150 hawa wanaopatiwa viwanja vya square mita 700 vya tindiga na kadhalika, eneo linakwenda, zoezi analifanya yeye mwenyewe, analisimamia wenyewe na wataalamu wake na wataalamu wa halmashauri ya Kilosa, litapatikana ndani ya miezi 6. Lakini bado pana zoezi la kwamba unapompatia mtu kiwanja na ametoka kwenye mafuriko alafu anaenda kufanya nini pale kwenye kiwanja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie mwaka juzi, sisi kila mwaka tunapigwa na mafuriko watu wa Morogoro, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutahitaji na vianzio ili tuweze kuwaweka kwenye maisha ya hali fulani wakati tunatengeneza sasa mazingira ya kudumu. Kwa sababu tatizo la ndugu zangu pia hawa watakapokauka watarudi tena wengine huku kuchini. Lazima tuseme ukweli. Kweli si kweli? Ndio. Alafu mafuriko yatawapiga tena, tutarudi tena huku. Sasa lazima tukae tuambizane maneno magumu, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ni ahadi ambayo mimi mkuu wa mkoa nachukua kwako na kupatia ili sisi tutafakana sawa. Lakini kwa sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru hii msaada mkubwa ambao serikali mtatupatia na utausema hapa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru hata kuja kwako tu. Tunajua hichi kilichopatikana, uwepo wako, na kwa kuwa umemshika na waziri wa fedha lazima kitaongezeka. Kilimo watu wa Kilosa ni kilimo kwa 72%. Hivi ninavyozungumza wananchi hao nao waona karibia 80% walioko hapa, basi nyenzo yao kuu ni kilimo ndani ya wilaya yetu ya Kilosa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu leo umekuja kwa dhamira moja, kwa dhamira ya kutoa pole faraja kwa ndugu zetu ambao wamepata maafa ya mvua ambazo zimenyesha kuanzia tarehe 28 mwezi wa Disemba 2025 mpaka tarehe 1 Januari 2026. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hatua hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nimesema, maafa haya yamegusa katika tarafa 4 ndani ya wilaya hii ya Kilosa, kwa maana ya tarafa ya Magole ambako kule tulipata upepo mkali siku ya tarehe 28 ambao uliandamana na mvua kubwa, na inakadiriwa kwamba ndani ya mvua ile kulikuwa na viashiria vya mvua ya mawe. Jumla ya kaya 408 ziliathirika na upepo huo pamoja na mvua ambazo zimenyesha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wetu na mshikamano wetu, jitihada za kurudisha makazi ya wenzetu zimefanyika na zinaendelea kufanyika. Kwa wale ambao walikuwa wana uwezo wa kurudisha jitihada hizo, walifanya kwa kushirikiana na ndugu jamaa na wasamaria wema, lakini kwa ambao hawana uwezo, serikali tayari imeweka utaratibu maalum ya kuwasaidia ili waweze kurudi kwenye makazi yao ya kudumu.